tunaona kwamba hapa hivi nimesema kulikuwa na watu wangapi? 71, wanachama 71 ambao walikuwa wanaongozwa na kuhani mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Kuhani mkuu alikuwa nani? Sasa tuseme hapa kwetu Supreme Court mkuu ni nani? Martha Koome. Ndiye mkubwa. Halo. Tuko hapo. Kwa hivyo tunaona kwamba hapo kulikuwa mmoja, ilikuwa inaongozwa na kuhani mkuu, na lilihusika na mambo yote ya dini, mambo ya kiraia, ilihusika pia na uhalifu wa Wayahudi. Kwa hivyo mtu mhalifu akipatikana alikuwa anapelekwa kule. Mambo ya dini ndiposa tunaona wanafunzi na Yesu Kristo anapatikana pale. Haya, mambo ya kiraia, maybe wewe ni raia wa wapi? Wewe ni raia wa Kenya. Kwa hivyo mambo kama hayo sasa. Kwa hivyo ilikuwa inahusika na mambo kama haya. Tunapozungumza habari ya baraza, tunaona kwamba baraza hili ambalo tumesema lilikuwa na watu 71, pia ilikuwa imegawanywa kwa vitengo vitatu. Au watu 71 hawakuwa, kuna majukumu tofauti hapo mahali. Kwa hivyo inaomba hili kundi litahusika na kitu fulani, hawa pia watahusika na kufanya kitu fulani, na hao wengine pia watahusika na kufanya jambo fulani. Kwa hivyo tunaona kwamba kulikuwa na makuhani mkuu, ambapo tunaona hapa si mmoja, walikuwa kadhaa, ambapo tunaona kwamba hawa makuhani wakuu walikuwa viongozi wa kidini na makuhani hasa wa kundi la Masadukayo. Na kundi la pili lilikuwa ni kundi la wazee, ambao walikuwa wanaume wenye heshima na viongozi wa familia za koo za Wayahudi, wazee wa heshima. Kwa hivyo hapa tunaweza sema hao wazee kina nani? Nasema wazee ambao walikuwa wakuu wa koo, clans, kama sijakosea. Katika kila clans tunaambiwa kwamba kuna kiongozi wa clans, ndio? Huyu ana represent clan fulani. Kwa hivyo hawa walikuwa na pia mojawapo wa hili baraza ya watu 71. Na pia kulikuwa na waandishi, ambapo tunaona kwamba hao walikuwa wataalamu na walimu wa sheria za Musa. Ndiposa tutaona mahali fulani alikuwa anasema katika sheria za Musa, nasema mtu akifanya nini? Mtu akizini na apigwe mawe, afanye nini? Afe. Kristo akawa tu anachora, anaandika chini. Hatujaambiwa alikuwa anaandika nini. Kuinua kwake kichwa alisema nini? Iwapo unajua haujawahi zini, wewe wa kwanza kumfanya nini? Kumpiga mawe. Je, kuna yule alimpiga mawe? Mtu anaona sijana mimi nilifanya hivi. Wote wakarusha mawe chini, wakafanya nini? Wakapotea moja baada ya mwingine, na walikuwa na mori kumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba hao walikuwa wanajua sheria, kwa hivyo walikuwa wanaangalia sana mambo ya wengine kuliko zao wao wenyewe. Walikuwa hawaoni boriti ndani ya macho yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona kwamba hiyo ilikuwa kundi la baraza tatu ambayo iliweza ikaform ama ikaunda hilo baraza la Sanhedrin. Kwa hivyo tunaona kwamba, hebu tuangalie huyu mtu. Tunazungumzia kuhusu Nikodemo. Nafasi yake mahali hapa inajitokeza vipi? Tunaona
kuhusu nafasi ya hili katika Biblia, tunaona kwamba baraza hili ndilo lililomtukuza na kumhukumu Yesu kifo kwa madai ya kukufuru kabla ya kumpeleka kwa liwali wa Roma. Liwali wa Roma alikuwa anaitwa nani? Hello. Kuna hapa watu wawili walikuwa wanapeleka huku wakisema tena huyu naye rejesha huku. Mmoja akanao mikono akasema haleluya, mimi sioni makosa kwake, damu yake na iwe kweli. Alikuwa ni nani huyo? Sasa hapo umepata, kujipigie makofi. Kwa hivyo tunaona hata wewe mwenyewe ujipendi mpaka hata ujipigie makofi. Kwa hivyo tunaona mahali hapa ya kwamba walimpeleka kutoka kwa nani? Alitoka kwa nani ndio akapeleka kwa Poncio Pilato? Alitoka kwa Herode. Kwa hivyo tunaona mahali hapa ya kwamba hawa walikuwa ni waandishi ambao walikuwa kila mahali, wako tu, bora Yesu awe mahali wako pale, akiwa wapi wako pale, kudadisi tu kupata makosa. Lakini alikuwa na makosa, yeye alikuwa ananena ukweli, na ndio utapata kweli kweli yule azungumzaye ukweli hata sasa unaonewa. Bwana Yesu asifiwe. Wazungumza tu kweli, marafiki wote watakutoroka, maana hawapendi kuambiwa nini? Ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Na niposa tunaona kwamba walikuwa kila mahali ili kuweza kumhukumu, maana hiyo ilikuwa ni nia yao from the time go. Waliona ya kwamba anapotosha watu, maana si hao pia walikuwa wanahubiri, walikuwa wanafunza watu neno, lakini hawakuwa wanafunza ukweli. Walikuwa wanafunza kulingana na kile ambacho wao wenyewe wanataka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona mahali hapa ya kwamba wakati huo tukizungumzia kuhusu hili baraza, kumbuka mitume pia wakati ambapo walikuwa mahali pale, kumbuka kuna Petro na Yohana pia walipewa hukumu. Walipewa hukumu na nani? Na hawa hili baraza. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani pia alitoa hukumu ya Stefano kupigwa mawe ili kuuawa? Walikuwa ni hawa. Kumbuka hapa tunazungumzia Nikodemo ambaye ni mmoja wa hawa watu. Manake wao wanatafuta hao watu sana, lakini tunamuona hapa anajitokeza vipi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nimesema kwa sasa hii Sanhedrin kwa sasa tunalinganisha na Supreme Court kwa upande wa maamuzi ya kisheria na kikatiba, au baraza la maaskofu na viongozi wa dini kwa upande wa mamlaka ya maadili. Maanake pale tulisema pia wanahusika na kesi ya dini. Tukisema dini kwa sasa Kenya tuna pia baraza ambalo linahusika na mambo ya kidini, NCCK. Bwana Yesu asifiwe. Hii NCCK hiyo ni acronym. In full inamaanisha nini? National Council of Churches of Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Na tukizungumzia pia kuna baraza lingine la maaskofu Katoliki. Katoliki pia wana baraza lao la maaskofu pale, ambao akronimu yake ni KCCB. In full inasema Kenya Conference of Catholic Bishops. Tunajaribu kufananisha ile wakati ile koti ama lile baraza na ya kisasa. Kwa hivyo tunaona kwamba kuna pia baraza kuu la Waislamu ambayo inaitwa SUPKEM. Hii SUPKEM inamaanisha nini? Inamaanisha Supreme Council of Kenya Muslims. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona hii hutoa mwongozo wa kiroho, maadili na msimamo wa kitaifa unaoheshimiwa na jamii
kama ilivyokuwa Sanhedrin. Kurudi sasa kwa huyu mtu, kama tumemwelewa alikuwa upande gani, alikuwa anafanya kazi gani. Kwa hivyo tumeona hili ni kundi la watu ambao walikuwa kinyume na Yesu na wanafunzi wake. Kwa hivyo tunaona mahali hapa Biblia